Our loving Father and our God, Mungu uliye juu sana, zaidi ya falme, zaidi ya miungu mingine yote, zaidi ya mamlaka zote duniani na kwingine kote Bwana. Kwako tunasongea asubuhi ya leo, tukiwa na imani moja kwamba Mfalme huwezi kusanya watu wako bure, bali kila mahali Bwana unapoandaa kuwe na meza kunao walaji. Na siku ya leo Bwana tumekusanyika mahali hapa maana tumetamani katika mioyo yetu ukatufunze, ukatuelekeze jinsi ilivyo mapenzi yako Bwana. Tuomba katika jina la Yesu Kristo ukafungue neno lako na kumega mkate kwa kila mmoja wetu Bwana. Tukapokea kutoka kwako uzima. Siku ya leo Bwana, uzito ukaondoke mabegani mwetu. Kila hasara ikafike mwisho. Tunaomba kwamba Bwana utanena nasi na sauti yako itakuwa dhahiri kwetu katika jina la Yesu Kristo. Kama kuna mambo Bwana unatamani tukayaache, siku ya leo tutayaacha. Na tunaomba katika jina la Yesu Kristo kwa imani moja tutasafiri katika huu mwendo tukupendeze na ukanyakue kanisa lako sisi tukiwemo. Tunasema ni asante. Tunaondoa Baba uchungu wote katika mioyo yetu na tunakabidhi kwako mioyo yetu Bwana, ukatunufaishe na ukatunyweshe. Nakataa kila hila za kishetani, kila mamlaka ya giza na kila uovu wote, na kutangaza kwamba mahali hapa Bwana Kristo unatawala. And it is in your will that we shall gather and hear from you, O God. We say thank you and bless you. In Jesus' name we pray. Amen. Today is 11th, Sunday 11th, the month of August 2019. Na nikitamani tukafungue pamoja kitabu cha Warumi 8 mstari wa 6. Romans chapter 8 verse 6. Kichwa cha ujumbe wa leo ni kutembea katika roho. Walking in the spirit and not walking in the flesh. Biblia inasema hivi, Warumi 8 mstari wa 6. For to be carnally minded is death, but to be spiritually minded is life and peace. There are only 3 states, tatu, ambazo mwanadamu anaweza kuwa. Ya kwanza ni kuwa hajaokoka. Na kama hujaokoka kiroho huwa tunasema umekufa. You are dead in sin. Paulo akaandika akasema, when we were dead in sin, Christ died for us. Kama hujaokoka unahesabiwa kama mtu amekufa. Hiyo ni ya kwanza. Ya pili ni ukiwa umeokoka unaweza kuwa katika sehemu mbili. When you are born again, you can be born again walking in the spirit, au ukiwa chini ya roho au uwe chini ya mwili. Hiyo jambo ninataka kusisitiza. Kuna wale wanaelewa ya kwamba unapoona mtu anatembea katika mwili basi yeye hajaokoka. Hapana. Tuna watu wengi sana wameokoka lakini wanatembea katika mwili. Sasa swali langu ni je, kutembea katika mwili ni nini? I'll give you a story, a brief one. Back in my village, kulikuwa na wazee wawili walikuwa wamepakana duka. Yeye ako hapa, ako na duka. Unajua zile duka za village, zile huwezi tofautisha kama ni hardware au ni butchery au ni nini. Juu kila kitu kinawekwa kwa hiyo duka. Unazielewa hizo duka? Ukitaka majani chai iko. Ukitaka chakula ya ng'ombe iko. So huwezi kama jua kama ni agrovet au ni duka la kawaida au ni supermarket. Vitu vyote viko. Unazielewa? So they shared the shops. Ako pande huu na mwingine yuko upande huu. Na wote ni watu wanatajika katika kijiji ya kwetu. Wote wanatajika. Pia wote wameokoka na ni wazee wa kanisa. Watu wameheshimika. Even today, I can tell you if I mention names kwa wale wametoka hizo maeneo wanawajua vizuri. Siku moja ikafanyika hivi, wakakosana ile baya mbovu. Walikosana. Then in their exchange of words, walipokuwa wanabishana, wakasema hivi, mmoja akasema, nitamweka Yesu chini, na akamweka, sijui hao walifanya hivyo, na akaambia mwenzake, nimekuita mbwa, nikiwa nimeweka Yesu chini. Baada ya kupigana, akachukua Yesu. I'm talking of what happened literally. That is the real character of someone who is born again, but walking in the flesh. Walking in the flesh means hata kama umeokoka unafanya mambo kidunia. Nitawasomea maandiko. Unafanya mambo kidunia. Kwa mfano, unakasirika na unachapa watu ovyo vile ulivyokuwa unafanya kabla uokoke. It doesn't mean you're not born again. Hey.
Haimaanishi hujamjua Mungu, unamjua Mungu, lakini unafanya mambo kama mtu wa dunia. Kufanya maamuzi yako unayafanya kama mtu wa dunia. Wale ambao wameokoka hapa ni wazee. Kama unamchapa bibi yako, sio ya kwamba hujaokoka. Umeokoka, lakini you are walking in the flesh. Vile watu wa dunia wanasemanga, usifikirie Mungu aliumba hii mikono bure, nitakuonyesha ninafanya kazi yake. Sijui kama umesikia watu kadhaa ambao wanasema ati pepo za mwili zinatolewa na mwili. Mnawajua watu? Hao watu wote wanatembea na mwili. You're born again, but you're walking in the flesh. And that is a big trap. Why? We shall see in the scriptures. The Bible is saying to be carnally minded is death. Death. Unapotembea katika mwili ni kifo. Na from this you will live. Let me say this. Watu wote ambao wameokoka na wanaamini na wanatembea katika mwili, kile utakachovuna ni matunda ya mwili. Haleluya. Kwa mfano, kuna watu wanasema macho hana pazia. Mimi nitakula tu na macho. Na umeokoka, wewe zidi kula na macho, lakini nakwambia ukweli wa mambo, katika hicho unakula utavuna. I'll tell you the truth. We'll come here, will not know ati kuna vitu umekula na macho. Kweli si kweli? Does the pastor have a moment that you measure those who walikula na macho? Ati mimi ninachukula na macho tu. Unajifungia wewe mwenyewe au unakaa kwa balcony, unaangalia tu wadada unajichungulia. Unaenda, mimi nakula na macho, ni sawa. But from the fresh you shall reap. Before long, utajaribu kusema pastor, mimi sijui kwa nini nikifunga macho najaribu kutazama uso wa Bwana na najaribu kuomba na sijaribu concentrate. Badala ya kuona Mungu unaona dada. Ukiwa umefunga macho unaona dada mchi. Why? You sow in the fresh, and from the fresh you shall reap. Hallelujah. Naomba mnisikize siku ya leo. Mwili usipouchunga, huu mwili utakuongoza na utakuingiza kuzimu. Siku moja Yesu akasema, kama kuna chochote katika mwili wako kinazuia wewe kutembea katika mapenzi ya Mungu, ni afadhali ukikate. You go to heaven jicho chongo au bila jicho moja, kama jicho ndilo linafanya wewe usiokoke. Na mtu mmoja akasema, ukiona wanaume wameokoka macho, basi wameokoka. Mambo zingine zote wanakwamba wameokoka, anaweza wakoka miguu, aokoke kichwa, aokoke pengine mikono, wale hawachapi watu. Lakini ukiona ameokoka macho kabisa, basi huyo mwanaume ameokoka. Siongei juu ya wadada, yaani pengine tuiguzia baadaye. But we have to agree, if we walk in the flesh we shall reap. Ukitembea katika mwili, mbegu za hizo mbegu umezipanda za mwili utazivuna. Bwana Yesu asifiwe. So what is the flesh? What is the flesh? Mwili ni nini? Maandiko imetufunguzia mambo mawili ambayo Biblia inahesabu kama flesh, walking in the flesh. La kwanza ni wakati tunafanya mambo kama mtu wa dunia. Tunafanya mambo kama watu wa dunia. Tunaamua mambo kama watu wa dunia. Tunafanya vile watu tuwaite kwa siku ya leo Egyptians, sababu hilo ndilo jina limetumika katika Biblia. The Egyptians, they worship any god. They do anything. They don't care about anyone. Wakati unaona unafanya watu wanadhabiki and you don't care, hiyo ni illustration ya kuonyesha wewe unatembea kama watu wa dunia. Wakati mkikosana mtu, kwa mfano amekataa na pesa zako, mnainuana makofi hapo, ati ya mwili mmalizie hapa. Kama hivyo ndivyo unaamua mambo zako, basi uko katika dunia, unafanya mambo katika dunia. Bwana Yesu asifiwe. Mama atichumzea amekukasirisha, hiyo siku haupiki. Wacha nikwambie ukweli wa mambo, unafanya mambo kama watu wa dunia. Haleluya. Mtoto anakuambia sijui nini, you go back to the world. Unaanza kumtusi, kumlaani kama watu wa dunia. Then it means you're walking in the flesh. Hallelujah. You use tit for tat. Huyu jamaa amekuibia pesa zako, nayo unaiba mali yake pande hii. Unafanya mambo kama watu wa dunia. Huyu jamaa amekusengenya, ameharibu jina lako, nao unaamua kupitia njia nyingine unaharibu jina lake upande huu na kumwondolea marafiki wote. Unafanya kama watu wa dunia. In that way you are walking in carnality. That is one category. La pili,
Ni saa zile tunaamua kumsaidia Mungu. Hili ni deep sana, na hili the entire of chapter 8 of the book of Romans is what it's talking about. What does that mean? Mungu anafanya jambo lakini sisi tunaamua kumsaidia and taking the glory of God to ourselves. Inamaanisha nini hapa? Acha nizidi niingie ndani kidogo ili ieleweke. Ni saa zile tunafikiria kwa mfano kupitia kwa wema wetu ndio sisi tumebarikiwa. It's because of my giving, that's why I'm enriched. It's because of my going to church ndio nimefanyika vile nilivyo. Ni kupitia kwa kuaminika kwangu ndio haya mambo yametendeka. Ni juu nilimwamini Mungu kitambo ndio vitu fulani zinanifanyikia. You are using your own effort to bring credit to yourself. Forgetting, kuna watu wamefanya hizo vitu zote. Sitawaficha hapa. If it's prayers and fasting, kuna mtu ameomba kuliko wewe. Na hana hizo vitu uko nazo. Hallelujah. If it is your giving, I can tell you there is someone who gave everything. Na hana hizo vitu uko nazo. Ninaona kwa watu wanaliga sana. Unajua mimi nilitoa, I did a sacrifice and God gave me this. Okay. John kuonyesha kama huwa John kuonyesha mimi. Mtu alitoa shamba lake, alipewa an inheritance na wazazi. Na mpaka siku ya leo anatabia na Mungu. So if you think it is your giving that brought all those things to come, you are discrediting God. You are in short saying, I know how to twist God and it does things to me. Kama watu wanajuanga hivi, kama hiyo ndio sifa, acha nikwambie ukweli wa mambo. Niletee Mungu 100 anipatie siku ya 10,000. Kesho nitamletea zote 10 anipatie siku ya 1,000. Akinipatia hiyo 1,000, hiyo siku ifuatayo nitamletea 1,100 anipatie bilioni. If that's how God works. Hallelujah. But we tend to take the glory which belongs to God rather than taking it as a love response. Love response means Mungu ametenda mema, kwa hivyo kwa moyo wako unaamini kabisa ni jukumu langu kuhakikisha katika nyumba ya Bwana kuna chakula. Kwa mfano, au kama vile Mungu amenitendea mema hii wiki nzima, amekuwa pamoja na mimi, basi hii leo siwezi kaa nyumbani, lazima niende nyumbani kwake nikamwabudu. You will not be taking it at naenda kanisani ili nipokee anointing na baraka. Na nikaa nyumbani siwezi barikiwa. You be doing it as a life response. Hii ya pili ndio imefichwa na inapraktisiwa sana na Wakristo. Wanaonyeshana vile kwa sababu zao wao wenyewe ndio wamefanya Mungu awabariki. You discredit God, you help God in blessing you. Watu wanauliza, hizi hadithi zote mimi sizielewi. Songa pamoja na mimi. Let me just before I go to the Old Testament, let me quote for this for you. Paul says this to give us a sign what carnality is. Anasema hivi, Wakorintho wa kwanza 3 mstari wa kwanza mpaka 4. Anasema hivi, and I, brethren, could not speak to you as spiritual people, but as carnal, as the babes in Christ. I fed you with milk and will not with solid food. I fed you with milk and not with solid food. For until now you are not able to receive it. And even now you are still not able, for you are still carnal. For where there are envy, strife, divisions among you, are you not carnal and behaving like mere men? For when one says I am of Paul and another I am of Apollos, are you not carnal? Paulo anatuonyesha katika hii mistari ya kwamba zile huyo mtu amekataa kukomaa. Haleluya. Kwa nini? Ulikuwa katika dunia, unafanya mambo katika dunia, saa zile uliokolewa, ukakataa kusonga katika imani, ukakataa kukua katika imani, ukazidi kufanya mambo mmoja kuwa katika dunia. Nawapa mfano. Anauliza, saa zile mnapata kitu kama envy. Yaani mko kanisani, mmoja akikuja na kiatu kizuri kuliko chako, unasikia wivu, unasikia vibaya. Haleluya. Dada fulani akitangaziwa kuna harusi yake, mwingine akapanda anasikia vibaya. When there is that, yule anayesikia vibaya aadiwe mapema anatembea katika mwili. Haleluya. Kuna kitu inaitwa ilu kuona mtu mwingine anafanikiwa, wewe mwambi na hakuna mtu yeyote anasikia au anakuona, lakini kwa moyo unasikia vibaya kabisa. Bona alipata hiyo gari, bona alipata hiyo nguo, bona alipata hiyo nyumba. When you feel like that, it's a clear sign you are walking in the flesh. Bwana Yesu asifiwe. Anawaambia mambo ya strife, mng'eng'ano, mnavutana. Unapoona makanisa ya Kristo yanang'eng'ana ati sisi tunaabudu siku fulani na sisi tunabanda tukiwa hivi. Sisi ndio tunajuaga
people are in the flesh. Hallelujah. Anawapa kwa mwingine sasa kuna divisions among you. Anauliza, mnapofanya hivi, si mnatembea na mnafanya kazi kama wanadamu wa kawaida? Si even the world can do that. Kanisa la Bwana halifai kuwa na watu wanaongoza kanisa kimwili. I heard of a church in the US, wanatafuta watu walio na sifa duniani ndio wanafanya wawe chairman, kiongozi fulani. The famous basketball player nawekwa hapa, yule mwimbaji naye sifika nawekwa upande huu mwingine, yule politicians, hao ndio viongozi wa kanisa. Wacha nikwambie kile kinachofuata. Wanaanza kuangalia pesa zinaenda upande wa upi. Ni nini tutakachokifanya kilete watu kwa kanisa wengi kabisa. Failing to understand, God does not operate the way we operate. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Asubuhi ya leo tumeona tukisoma kitabu cha Mitume ya kwamba kuna watu Mungu hajawaandaa wakati nyakati hizo. So we are wasting our energy trying to preach to them. Yet God has assigned us places we can go and reach out and the gospel is heard. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Tusingangane kanisani. Na naomba hivi niwe uhai hata nitakapoondoka Trinity House isiwe na mingangano. Na tutafanya voting hapa, ati kuna mtu anafanya campaign hapa apate votes nyingi kuliko pande huu mwingine. Hapana. Service to God is by calling. Hallelujah. Ni mwito. Kama mtu hajaitwa, asingangane kuitisha watu kula apewe cheo. Hallelujah. Tunaweza kuvote kuingiza ndani, lakini ukiingia pale ukuwe mkora. Kanisa itaongozwa na mkora. Naomba katika jina la Yesu Kristo usikubali hii njia ya mwili. Blessed be the name of the Lord. Now turn together and read the book of Genesis. Mwanzo 21. Genesis chapter 21. Mstari wa 8 tutasoma mpaka 14. Genesis chapter 21 verse 8 to 14. Mwanzo 21 mstari wa 8 mpaka 14. Biblia inasema hivi. Those who are there. The Bible says this. So the child grew and was weaned. And Abraham made a great feast on the same day that Isaac was weaned. And Isaac saw the son, not Isaac, and Sarah saw the son of Hagar the Egyptian, who she had borne to Abraham, scoffing. Therefore she said to Abraham, cast out this bondwoman and her son, for the son of this bondwoman shall not be heir with my son, namely with Isaac. And the matter was very displeasing in Abraham's sight because of his son. But God said to Abraham, do not let it be displeasing in your sight because of the land or because of the bondwoman. Whatever Sarah has said to you, listen to her voice. For in Isaac your seed shall be called. Yet I will also make a nation of the son of the bondwoman, because he is your seed. So Abraham rose early in the morning and took a bread and a skin of water, and putting it on her shoulders, he gave it, and the boy and the boy to Hagar sent her away. Then she departed and wandered in the wilderness of Beersheba. Ukikubali mtasoma, lakini sitataka uende pale, unaweza andika tuende pale baadaye. Kitabu cha Wagalatia 4, I'll just read 3 verses. Galatians chapter 4, the Bible says this. But he who was of the bondwoman was born according to the flesh, and he of a free woman from the promise. Verse 28. Now we, brethren, as Isaac was children of the promise, but as he who was born according to the flesh, then persecuting him who was born according to the Spirit, even so it is now. Nevertheless, what does the scripture say? Cast out the bondwoman and her son, for the son of the bondwoman shall not be the heir with the son of the free woman. Bwana Yesu asifiwe. Haya maandiko tumeyasoma, nitaomba unisikize sasa nikupatie hii hadithi vile kulivyofanyika. Mlango wa 16 kitabu cha Mwanzo, Genesis chapter 16. Abraham is growing in age. Na wametoka Egypt wakati walikuwa wamekimbilia Egypt, na wakiwa pale Abimelech akatamani kuchukua bibi ya Abraham, lakini baadaye Mungu akamruhusu asimchukue. Mwishowe kuna jamaa mwingine pia ametokea huko chapter 18-19, naye pia alikuwa anataka kufanya vile. But when they were coming from Egypt, because they had land there because of drought, kulikuwa na kiangazi, wakakimbia Egypt. Wakitoka Egypt wakabeba mjakazi, an Egyptian slave girl. Walipokuja pamoja na yeye wakakaa miaka 10. Hii miaka 10
Sara angali anazidi kutafuta uso wa Bwana ampokee mtoto. So eventually Sara never conceived. Miaka 10 ilipopita, Sara mwenyewe ndiye alitoa idea. Akasema, Abraham, tukikaa vile tunavyokaa hivi, kuna uwezekano mkubwa tusiwapate watoto and will not have a heir. So akamwambia, fanya hivi, nitakupatia mjakazi wangu. Those days a slave girl was owned by the mother of the house or the missus of the house. So huyu mjakazi was owned 100% owned. Yeye alikuwa wa Sara. Akamwambia Abraham mumewe, nitakupatia huyu mjakazi wake mlale pamoja na yeye. Yule mtoto mtakayezaa atakuwa kama mtoto wangu. In short, ni kama mimi nimemzaa. Chapter 16, tukati kwa chapter 16. Abraham akaona hiyo idea kama ni nzuri sana. Juu hata yeye anaona anazeeka, hapo kitu 85 years at that age. Sara ako 75. So naona tukifika hapa, na wale wanasema, hata Biblia inasema hivyo, Sara alikuwa amepita umri wa kupata mtoto. So anaona kabisa hakuna nafasi ya sisi kupata heir. So hii idea ya Sara inaonekana ni nzuri. So akafanya vile. Yule aliyezaliwa ni mtoto Ishmael, mtoto wa Hagar. Huyu mjakazi alikuwa anaitwa Hagar. Na hii hadithi inajulikana vizuri kwa watu wengi. So alipozaliwa, Biblia inasema wakazidi kuishi. Ifaki kusoma kutoka chapter 16 mpaka chapter 21, mahali tumesoma yale mambo yanayozungumziwa hapo hayahusu huyu mtoto. But 15 years go by mpaka tukaingia chapter 18, 19, 21. Mungu ndiye ametimiza lile ahadi alipatia Sara in chapter 18. Alimwambia Sara, utapata mtoto mikononi mwako, na huyo mtoto will be your only son, na ataitanishwa na wewe. Kuna mahali naelekea. Biblia inasema in chapter 21, mahali tumesoma, Sara alipofunguka akampata mtoto. And the child was weaned. Weaning meaning amepita umri ule wa kulialia, na akiwa mdogo, akiwa nyumbani, neno imeanza kutoka. Hiyo ndio umri wa weaning. Huyu kijana mwingine amezaliwa, Ishmael alizaliwa miaka 15 before. Siku moja Sara akiwa amekaa nyumbani, akaona yule kijana mkubwa 15 years akimchokoza kijana wake sana, anaitwa Isaac. Akaona akimchokoza, na hilo jambo likaghadhabisha Sara sana. Akasikia hili jambo alifanya. Biblia inasema aliongea na mzee akamwambia, cast out the born woman together with her son. Mtume nje yule mjakazi pamoja na mtoto wake, hata kama mimi niliwachukua wawe katika hii nyumba yangu na wawe kama wana kwako. Cast them out. Abraham hakufurahia, lakini Mungu akamnenea Abraham akamwambia, sikiza mkeo, kile anachokuambia ufanye lazima ukifanye. Biblia inasema akachukua kipochi cha maji as a provision, some food for that day, akawatuma nje. Usisahau mambo fulani, nitakuja nieleze mambo yote. Abraham is a rich man. How come he is sending his second wife away with only a bottle of water and food for only that day? Tutasoma haya katika maandiko siku ya leo ili tuelewe Mungu anasema nini na sisi. Hii hadithi tukisoma inasikika kama ni just a normal domestic story. When we read the same story from the New Testament, jina inatuashiria hii hadithi yote haiongei tu mambo ya Sara, Hagar, Ishmael, Isaac na Abraham. Hapana, kuna mambo yamefichwa ndani. When Paul is writing to the church of Galatia in chapter 4, anaenda Old Testament, anawachukulia hii hadithi, anawaambia cast out the born woman, na anawaambia vizuri yule mama ni ishara ya kitu fulani. Sasa hapa tunataka kutafsiri. Abraham alimpata huyu mjakazi wapi? Egypt. Bwana Yesu asifiwe. What is Egypt in a biblical term? Egypt is a comparison of the place you are gotten from. Hallelujah. Tulitoka wapi? Egypt, Misri. Wakati tulikuwa tumeokoka, tunalinganishwa na watu wale Mungu aliowanyakua au akawatoa from Egypt to bring them to the promised land. Bali Mungu anatupeleka hata sisi. That is a comparison. So Egypt
ni ishara ya mahali tulitoka. And that is the first sign of carnality. Unaporudi mahali ulitolewa na kufanya kazi mahali kama watu wa ile dunia uliotolewa, inamaanisha unatembea katika mwili. That is the first sign. La pili, huyu Sara alimwambia mumewe, Mungu alituahidi mtoto lakini hajatupatia. So we can help God still achieve that objective by using the handmaid au mfanyikazi huyu, tumtumie awe uwezo wetu wa kufikia ahadi ya Mungu. Hapo ndio makosa ya pili naingilia. Bwana Yesu asifiwe. Ndio Biblia inasema Mungu when Paul is now writing about this in the Old Testament, anatuonyesha vizuri ya kwamba kurudi kwa mjakazi ili tukapate baraka za Mungu ni sisi kutembea na mwili. Haleluya. Haleluya. Naomba nisikie hapa. Watu wengi wamechoka kumngojea Mungu. Ili hali wanatafuta baraka katika maisha. Wanataka wanabii. So they are willing to do anything to get close to the blessings of God and to go to where, quote and quote, they call blessings. Kwa mfano, hapa Kenya, sio dunia kote, lakini hapa Kenya sisi tunaona ukiwa na gari unaonekana kama umebarikiwa. Kwani si kweli? Ukizidisha ukuwe na kanyumba kako, yani kuwe ulipi rent. Wow! Watu wanasema huyu amefanikiwa. Hata kijiji mwenu wanasema fulani ukienda Nairobi mnaenda kwake. Wanaanza kutumia CV za watu wa kijiji yote watafutie kazi hapa Nairobi, wanaanza kuuliza kama unaweza ajiri watu wao, whatever. Kunazo hizo ndizo dalili kulingana na Kenya. You go to other countries, they don't care whether you have a car or not. That is not their problem. Hallelujah. Especially the Scandinavian countries, gari sio kitu. Uwe na baisikeli umetosheka. Wote wanatumia baisikeli kwenda kazi and they don't care. Bwana Yesu asifiwe. Wacha na sisi tunang'ang'ana na tukue na 4x4. Wao hawajali 4x4 ya nini? Bwana Yesu asifiwe. They want to stay fit. To be healthy is more important to them than having a car. Acha nisizidishe pande hiyo. Sasa sisi tunatafuta hizi baraka ambazo zinaitanishwa na Afrika kama ni baraka. Hizo ndizo tunatafuta. Sasa ukiona Mungu amekawia kuzileta kwako, unaanza kutumia njia zako za kuzitafuta. Na ndio nikasema hapa, tuache kupatiana ushuhuda za uongo. Kama baraka haitaletwa kwako na Mungu, tuambie ukweli wa mambo. Kuna mtu amekusaidia kupata. Na sio baraka, is someone who is working so hard for you to get that thing. Na ndipo unamuita God Father. Kwa maana akikufa, hata hicho kitu unapata unakufa nacho. Anakufa nacho. Ukiwa Mkristo, ili hali unarudi katika njia za dunia kujifanikisha, unarudi katika njia za dunia ili watu waone unaelekea vizuri, mambo yako yako sawa. That is carnality. You are walking in the flesh. Biblia inatuambia siku ya leo siri ni casting out the bold woman. Tutaomba suluhisho hapa 2 au 3. Tutabarikiwa pamoja. But let us not go to the world and behave like the world ili tuonekane kama wao. Hallelujah. Niwaambia hapa kanisani kuna vitu hatutafanya. If we do advertisement the same way the world is doing advertisement, tofauti iko wapi? Sisi na wao. Hallelujah. Kama ikuwa hapa kanisani tutaleta kuigiza. You know, I'm not talking of drama because I believe in arts, in ministry. But if you bring performance, that is the difference. Make this a stage instead of an altar. Ya kwamba watu wakiingia hapa wanakuja kufurahia tu, wacheke, wapige makofi, waondoke wakienda nyumbani. Ili hali mioyo yao haijabadilishwa. They go home unchanged. Their hearts are still the same. Venye alikuwa anatukana jana, hata akiondoka hapa anaona ni vizuri sana kumtukana sababu mwenye amekuwa hapa amejoko na kumchogoa mtu. So hata yeye anaona it's still okay. Then there is a problem. We are going to the world and doing things the way the world is doing. So Abraham goes back to Egypt. He gets a servant and he thinks through the Egyptian, I can still achieve my purposes in life and do that which God has called me to do. Makosa kubwa sana. Naomba katika jina la Yesu Kristo tusirudie dunia. Hallelujah. Hata kama kuna jamaa anakuambia hizi bao ukinunua hapa anakupatia receipt. Hizi unaweza lipa elfu kama 10 hivi. Lakini tukiongea vizuri unaweza jipanga jioni nikutolee mlango wa nyuma uzipate na kama 6,000 hivi. Na unaona hapa nitasave 4,000. Jamani, unafanya hesabu zako unaona hizo 4,000 ni faida tu. Namwambia ni sawa tu nitakusort.
jioni na M-Pesa. Unaondoka, unatuma M-Pesa, unachukua bao zako na 6,000. Kile umefanya unajifanikisha kupitia njia za dunia. Hallelujah. I've told people oftentimes, and I will repeat it today, any blessing that God has not brought me the right way, I don't need it. Sihitaji. Sitanunua gari ya wizi ili nifanikiwe. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Najua kwa kuna amina kubwa sana. Kuna mtu ananiambia, pastor, hii jacket nimevaa. Kuna vile nilipata. Sasa naamini ananiambia nirudishe. Nika license. You know, I spoke to some people so tough, baadaye nikagundua mmoja wao ako na driving license ya bado wa nyuma. Na muuliza, na unabeba wanadamu na driving license huko na driving school, wewe ulipatia tu jamaa akaenda kiaria akachomoka nayo akakupatia kwa mfuko na you are on the road. And hizo zile tutajulia kwa barabara. My friend, you're using the ways of the world to enrich yourself. You are walking in carnality. Na watu wanaposimama kushuhudia kwamba Mungu amewapa driving license, usisimame. Hallelujah. This is the true gospel. Na nisipowaambia hivi, mtakosa kwenda mbinguni. I'll show you this scripture, alafu baadaye niseme ni pastor hakutuambia. Wacha nikwambie ukweli wa mambo. Walk in the light. Walk in the truth. This way you make the people of the world get to know you. Bwana Yesu asifiwe. I'm saying this to tell someone, don't use the world release to enrich yourself. Let God bring resources your way. Hallelujah. Young men who are here and men who are here. Hata dada kijileta na ametoa nguo, tembea na miguu yako. Don't say, hapana women. I spoke to a man, sorry to say this in such a service. I spoke to a man, alikuwa anaenda China biashara, Mkristo, to make the matter worse. Ni mchungaji. Akaenda akapata wadada wanajitoa bure. You know they are offering themselves. Akasema hapana, sijaiuza wa Chinese. I want to tell you the truth. We will not see it because next time you come, utakuwa umejipondoa, umevaa mavazi mazuri na unahubiri vizuri na hakuna mtu atajua. But you have sown a seed in carnality. Very soon you must reap. Brethren, the book of Hebrews says, do not be mocked. Do not be deceived. God is not mocked. Whatsoever a man soweth, so must he reap. Usidanganywe na yeyote, chochote utakachokipanda, hata upande katika siri, kikimea, sisi tutaona. Bwana Yesu asifiwe. Wacha sisi tutembee katika hii njia iliyo nyembamba na ambayo haipendezi katika macho ya wanadamu wengi. Siku moja tukifika mbinguni, Biblia inasema yatatangazwa katika rooftops. Tutakuona. Taambiwa mwenye hawa watoto wote kuja panga laini, tunauliza baba fulani, si wewe ulikuwa umemwoa mmoja, hawa watoto wametokea wapi? Ndio sijasi hiyo siku tu, ile siku niliongoza ibada, hata sasa nilisikia tu hivi, nisikumbuka na miondoko nikaenda huko. Acha nikwambie tutaiona. It will be announced from the rooftops. Hallelujah. Usichukue mali ya wenyewe. Don't go back to Egypt. Instead, the Bible is saying, cast out the bondwoman. Kama kwako kuna chochote ambacho kinakuelezea wewe ni mtu wa dunia, basi hicho kitume nje. Hallelujah. Why? The Bible is saying, for the son of the bondwoman will not inherit. Hata miliki, hata pata an inheritance with the son of the free woman, who is Isaac. It's a sign. Yeye hawezi miliki. They will not inherit. Na ukitaka kujua kabisa kuna mambo ya hii dunia yanayotokana kwa Mungu ambayo hutaimiliki, ni wakati unatembea katika mwili. When you walk in the flesh, you will not inherit. You will not. Read Galatians chapter 4 verse 1. You understand what I'm talking about. You will not inherit. The Lord will wait until you are mature. That's what the Bible says. He will wait until you have matured and then you will inherit. Mungu hawezi patia mtu vitu akijua ya kwamba katika kumpatia utazichanganya na za dunia, unazileta picha nzuri hapa tunaona kama Mungu alikubariki, ili hali ni za wizi. Hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Simniruhusu niwahubirie kwa hii njia ili mfike mbinguni. Hizi njia zingine za mkato, kwa mfano kama tumenyakua hii mali ya wenyewe mahali fulani tukakuja kujenga kanisa, watu hatajua. They don't know it's not God, it's God who has not blessed us. They will think ni Mungu tu ametukumbuka kutufanikisha, ili hali sisi tumechukua mali kwa wenyewe. But the Lord knows everything will be made public. Itawekwa hadharani. Kwa mfano, nikikula pesa za kanisa,
Unawezekana nyinyi yote hakuna hata mtu atajua. Not even one. If I take every day nachukua elfu moja na kula, nachukua 5 hapa na kula, and many people do this. No one will know. But wait until I start on the judgment day. Mtakuwa mnaniangalia mimi naipika. Oh yeah. Hata hiyo Mungu ni mimi nikula, hata hiyo ni mimi nichukua. Why? I'm walking in the flesh. Haya, wacha niwape suluhisho sasa. What is the solution to the flesh? How do you deal with the flesh? Juu sasa watu wanajua naongea hii sababu nimesikia wanaume wakiongea akasema hapana, hii mili ni Mungu alitupatia na aliumba ikuwe hivyo. There is something you need to do about the flesh. Usipoifanyia kazi wote nikwambia utakuwa ukisema watu wote wanakuwa hivyo. You know, I have had men who are adulterers say sisi tuliumbwa hivyo. Sijuzi nimeona hata kwa TV imetangazwa wanaulizwa kuhusu wanaume kama wanaweza pata binti wa pili na kama watatangaza ile siku kwa fulani alikufa hapa halafu kijulikana kuna mtoto wa nje. So wakaulizwa wanaume wote kama wanaweza tangaza waweke hadharani saa hizi, isijulikane saa zile wamekuwa waweke hadharani saa hizi. Jamaa mmoja nilisikia akisema hiyo mambo ni natural kwa wanaume na hakifai kujulisha mtu yote, hakuna ulizo unafaa kuuliza mtu yote. He justifies and says that is the state of every man. Pepo kali sana. Hiyo pepo mimi sina. Kama ni pepo kwa nayo ashughulike na zako wake. Bwana Yesu asifiwe. Naishindwa katika jina la Yesu Kristo. We are not like that. We are not. Na mtu akifikiria ati vile unasikia kimwili na unasikia kutembea na mwili ndivyo watu wote walivyo. Wacha nikwambie ukweli wa mambo siku ya leo. Ni wewe. Some of us have decided to walk away from the flesh. Juu tunayajua matunda ya mwili. Hallelujah. Wacha niwape mifano. Colossians chapter 3 verse 5 to 7. Wakolosai 3 mstari wa 5 kwenda mpaka 7. Biblia inasema hivi. Nawaambia suluhisho za kudeal na mwili. How do we deal with the flesh? Colossians chapter 3 verse 5 to 7. Biblia inasema hivi. Therefore put to death your members which are on the earth. Napeana mfano: fornication, uncleanness, passion, evil desires, and covetousness, which is idolatry. Because of these things the wrath of God is coming upon the sons of disobedience, in which yourselves once walked when you lived in them. Paulo anasema katika kanisa, anaandikia kanisa la Wakolosai ya kwamba mnafaa kuua. Put to death. Kanisa, Mungu anatuita siku ya leo, angalau for once you become a murderer. Hallelujah. But you're not murdering your neighbor. You're not killing your friend. You're not killing those who are enemies to you. Biblia inakuita ukaue hizi haja za mwili. I was talking to my family this morning as we did our morning prayers. Ya kwamba in this life, the Bible summarizes from the letters of John, there is all that there is in life is the lust of the flesh, the lust of the eyes, and the pride of life. Haya mambo matatu: kiburi, tamaa za macho na tamaa za mwili. All there is in life, those three things, and we see them all the way from Genesis. The lady, our first woman in this world, called Eve, Biblia inasema aliona matunda inapendeza, eyes. 2, Shetani akamwambia you will be great, pride of life. 3, akamwambia there will be none like you, and you know the wisdom, even what God knows you know, the rest of the flesh. And because of this, she ate the fruit. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa, Bwana Yesu asifiwe. Amen. This thing, if you don't deal with it, you're not the first one who is aware of this. Hata shetani anajua mwili wako ukipelekwa na njia hii, kuna vitu fulani unapendanga sana. Biblia inatupatia himizo siku ya leo: kill, murder, destroy. Some versions use the word mortify, from the word which you get the word morgue, which is kule wenye wamekufa wanawekwa. Mortify or kill. Sasa mtu ananiuliza, pastor, mimi nitauaje? Nitajiuaje ili nibaki hai? Nisikize siku ya leo. It's a very simple principle. Ya kwamba whatever you don't feed, you kill. Hallelujah. Inamaanisha
chochote ambacho hutakipatia chakula hakitaishi, kitakufa. If you don't feed your body right now, give it just past 7 days, we will be taking you to the grave. Hallelujah. Hey, Bwana Yesu asifiwe. Take a small bird, put it in a cage. Don't feed it. You don't have to go and unyonge. Iweke kwa cage, and you fail to feed it, it will die a natural death. Take anything which is life, a plant. Uweke mahali haitapata nutrients, mwanga, haitapata maji, haitapata hizo vitu zote. Naturally, it will die. When the Bible says mortify or kill the flesh, what the Bible is saying is, do not feed it. Hallelujah. Don't feed the flesh. If you don't feed it, it will die. Watu wananiuliza, Pastor, so nipatie mifano iliyo karibu sana. How do I not feed my body? Wengine wetu tumekuwa hooked to some videos, to some YouTube, or whatever videos. Wengine tumekuwa hooked to some sites. All the Bible is asking, can you stop watching? If you stop having that entries, the body has 3 main entries. Macho, moja. Pili, masikio, what you hear. Number 3 is what you feel and touch. Those 3 things, if you don't allow something to go inside of you, then you have killed it. Some of you, I'm calling you to stop watching those late night movies. There are some movies you really love, but they only portray or show certain scenes which entice your body. Hallelujah. I asked a group of young people, if you want to know what kind of music to watch, all you need to do is to mute the TV. Hello? If what they are doing on the screen, irrespective of whatever they are saying, if what they are doing on the screen is only a channel, it's meant for the body, it's meant for the flesh. Hallelujah. Irrespective of what they are saying, and I say this even to some gospel musicians, I don't care what you are saying, as long as the way you are dressed and the way you are shaking here is not preaching God. I don't care. Bwana Yesu asifiwe. Na hii inaingia ndani, inamaanisha tumefili mwili sana. Si ni kweli? Kuna mahali kuna vitu watu wamezoea, unakaa kwa kasimu anachungulia tu hivi na akisukia kuna mtu amesimama hapa nyuma yake anastuka sana. Whenever you find yourself in that scenario, it means what you are watching is not right. Hallelujah. I hear people saying, no, be careful what your children can watch, whatever. I tell you the truth. I measure myself with my children. If what I'm watching is not something I'm comfortable for my children to watch, I'll not watch it. Hallelujah. Hata hiyo adult na hiyo plus 18. Na mimi nasikia niko na plus 18. Kwanza nikisikia hiyo plus 18 staki. Because I can already tell hiyo plus 18 sijui nini iko na vitu watoto hawafai kuona. Na mimi hata sitaona, mimi ni mtoto wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tumejizoesha kufeed mwili, unaufeed. Ukiingia katika ndoto lazima you whatever you ate during the day, like any other animal that chews a cud, lazima itoe. Unaitoa yote kwa ndoto zako, unaota vile vitu vyote ulikuwa unaona. Kama watch violence, usiku wako wote umejaa violence. If you watched any promiscuity or any promiscuous scenes, usiku wako katika ndoto umejaa hizo vitu. Why? We are feeding the flesh. Church, I'm calling upon all of us in the name of Jesus Christ. We stop feeding the flesh, and that it will die a natural death. Hili la leo ni ngumu sana. Naacha nikwambie ukweli wa mambo. Mungu alipoliweka moyo wangu nilijua hili litafanya watu wengi wasikie kabisa ile njia nimeifuata haifai. Mpaka nikauliza Mungu, unamaanisha mimi nimepita hii? Nikajua kabisa hata mimi sitapita wote. Hallelujah. I must stop feeding the flesh. I must stop watching some people. If you watch people who always use cursing words, the FNS words, and that's all they are using, let me tell you the truth, siku moja utakuwa tempted kuitumia. Kwa nini? You have fed the flesh what the flesh wants. Siku moja utaitoa kwa mtu. The Bible is saying mortify or kill the flesh. Kill. Kanisa tutakubaliana siku ya leo tutaua? Hallelujah. Kill. Usipoiua yenyewe itakuja kukuua. Whatever you're not killing. I know you have heard of stories of people who took the snakes as the pet. Na siku nyingi wakaishi na snake kama pet siku nyingi.
inalishwa, inakula chakula nyumbani ni nini. The same thing they were feeding. One day walipata ile meza mtoto wao. I'm not talking of stories, I'm talking of something that happened. Jamaa alitokea kana shughuli hapo nje, akirudi anaona nyoka imenenepa kunenepa. Akichungulia kita mtoto wake, baadaye ndio anarealize mtoto ako ndani ya nyoka. Something you've been feeding all these years and all these days, feeding the flesh, that which you are feeding, one day it will feast on you. Tutakuwa kujiuliza, mimi kwa kwetu hakuna mtu promiscuous, there's no one who has ever married a second wife. How come? Mimi najipata nimeenda nje ya ndoa. Ni wewe ulifeed mwili. Hallelujah. You fed the flesh without knowing one day. Hii mbegu unaipanda utaivuna. Mortify the flesh. Na hili andiko tu ndio sehemu pekee yake. Wacha niwaonyeshe. Romans chapter 8 verse 13 says this. For if you are living according to the flesh, you will die. But if you live by the Spirit, you put to death the deeds of the body, you will live. Biblia inasema kama unaishi kulingana na mwili, utakufa. And whenever you hear the Bible talking of death, oftentimes it doesn't refer to the physical death. It talks of the death you find in the book of Revelation, where you will never resurrect. You live in the flesh. Revelation 22 inasema, wacha wale wanaozidi katika hizo njia waendelee. Let those who want to live in the flesh waendelee. Na Yesu akasema, kama utamoa hiyo jicho ambayo inakufanya wewe uende katika hiyo njia, ni sawa, but you go with it to hell. Bwana Yesu asifiwe. Watu wasema hapana pastor uhubiri mambo ya grace. Mimi nimeitwa nihubiri grace. Ndio nakwambia iko ndani ya grace. Hallelujah. Iko ndani kabisa. Bwana Yesu asifiwe. If you live according to the flesh, Paul is writing to the church of Romans that you will die, and therefore you must kill or put to death the body. When pastor sasa tutaua mwili tuishi na nini? Mungu haongei. You know, in the past when I was young in faith, I used to think the flesh ni mwili, nyama, and that's what I was taught growing, that the flesh ni hii. Sikufunzwa flesh sio mwili huu naona. Flesh ni tabia za mwili. Hallelujah. Is the personality the body takes. Why? This body can be holy if I want. So unaniacha gani tupe mwili ambao ni mtakatifu. Flesh is not this body. Flesh ni tabia. Blessed be the name of the Lord. Achaneni na tabia za mwili. Hiyo mienendo ya mwili achaneni nayo, and that we shall inherit the kingdom. But kutembea na tabia za mwili zinaturudisha mahali tulitoka. Wacha niwapatie ya pili ya mfano inaongea kuhusu pia killing. Romans 13 verse, let me just read one verse 14. But put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lust. Romans chapter 13 verse 14. Ukiweza unaweza soma kutoka mstari wa 11, utaona vizuri haya mambo venye nakiliwa kuhusu mwili. 13:14 ndio inasema put on the Lord Jesus Christ and make no provision for the flesh to fulfill its lusts. I like the word provision. Nitaitafsiri mara mbili siku ya leo. Put or give no provision to the flesh. Haya basi niangalie siku ya leo. Niangalie kwa dakika chache. Tulisema ya kwamba Abraham alipoambiwa na mkewe Sarah, cast out the bondwoman and her son, alitii, maana Mungu alikuja baadaye akamwambia fanya vile Sarah anavyosema ufanye. True or not? Lakini kuna mahali nilihitaji nikasema nitaguzia baadaye. When it came to sending them away, ilipofika mahali Abraham anafaa kuwatuma nje kama anavyoagizwa na mkewe na pia na Mungu, Biblia inasema aliwapa maji kibuyu kimoja. Siku hizo walikuwa wanatumia a skin container imetengenezwa na skin, na akawapa chakula cha siku moja, akamwambia ondoka. Kawaida huwa tunaziita hizo provision. Hallelujah. You have provided for my daily food. We call them provisions. True or not? Kwa nini Abraham hakuwapa chakula cha mwezi mzima? Kwa nini hakuamrisha wajakazi wake bebeni ngamia, na alikuwa na utajiri mkubwa sana, awapatie mali ya kuishi wasije wakafa katika jangwa? But the Bible says by the following day maji ilikuwa imeshaisha. And this is where the feeding comes in. The moment you feed the flesh,
You are in short saying, I don't want the flesh to die. Biblia inasema huyu mwanamke, the bond woman anaitwa Hagar na mtoto wake Ishmael wanafaa kuondoka kabisa. Waondoke katika mahali Mungu ametenga kuwabariki watu wake. But the moment you give them more food, you are in short saying, and then sende bali sana. Endani pale mkue mnaishi pale. Na chakula ikisha mkue mnarudi. But Abraham knew what God says. When he says cast out, inamaanisha harudi tena. Hallelujah. Ndio hapa nawaambia siku ya leo. If you want to kill the flesh, make no provision. Hallelujah. Don't unajua hii kama unaweza watch zile siku nimechoka. Unaiweka tu hapo nusu. Acha nikwambie hiyo ndio itakuwa your downfall. Wale wanaookoka na walikuwa na picha za girlfriends na nini, we recommend you put them to death, which means you burn. Lakini kama umebakisha kwa simu boyfriend wa kwanza, wa pili, wa tatu, umeolewa na uko na zile mpaka mlikuwa mnapigwa na post zingine na watu wengine na ugali uko nazo, I tell you my friend, siku moja utakuwa unapita town uko na njaa kabisa. Usikie mtu amekupata hapa kwa bega. Umekuwa wapi? Sijui hapo kule. By the time unajua sio kula tu umekuja. Unasema mwingine mwepita. Bwana Yesu asifiwe. Why? You left some provision for the flesh. Hallelujah. When it comes to the flesh, Paul is writing to the church of Romans in chapter 13 and saying, do not give provision to the flesh. Leo najua nimekalia watu wengi sana, lakini sio mimi, ni Roho wa Mungu. Kuna watu wameweka picha nyingi sana na zinafaa zichomwe leo katika jina la Yesu Kristo. There are some even contacts you delete for your spiritual health's sake. You delete them. Kuna maeneo mengine hata ufai kwenda. Niwaambia kuna ndugu fulani nilikuwa na jaribu kuelezea vile atakao kusimama katika wokovu. Ananiambia Easter ndio shida yangu. Juu kule kumejaa marafiki zake wanaochapa mihadarati na wao. Nikamwambia you need to move estate. That's what killing for you means. Because every day unaporudi pale wanakuambia kale kale, leo usinunue, usikule chochote, leo usikunywe chochote, usikute, wewe kukaa tu kule tuongee. Wanapoongea hivyo, wanapoketi pale, anarealize yeye zile jokes wao wanacheka, yeye hawasijua juu yeye akosoma. Anarealize nafaa nichape bebe kiasi, nianze kukua high kiasi, ili nianze kucheka na wao. In the long run, it goes back the same thing he came from. Bwana Yesu asifiwe. Give no provision to the flesh. Usiupe mwili nafasi. Siku moja nitahubiri mambo mengine deep kiasi, but only in a couple's fellowship, to let you know, even if you are married, there are places you cannot go. There are things you cannot do. Useme eti mimi am an adult, whatever mimi mzima. Wacha nikwambie, tafuta hizo njia na hizo kada, ati una watch na your wife. One day you regret. So I cannot say them here in public. Kuna watu hawajaoa. Kuna njia hufai kwenda hata kama umeoa. Hufai. Hallelujah. As a person, I hardly read books which are not written by Christians. I hardly read. Nifunza physics ni sawa, hiyo ni natural ya maisha. But is true motivational book written by someone who is an unbeliever? Unipeleka wapi? Unimotivate more than the Bible can motivate me? Hallelujah. Paul leo naona kama kuna watu wengi nimekwaza, lakini haina shida kama inafurahisha Mungu. Paul one day said, you know the message I spoke to you brought you sorrow. But I'm not sorrowful, I'm happy because that sorrow brought you to repentance. Hivyo ndivyo nasikia leo. Hallelujah. Naona kuna watu wengi wanadhabika, wanasikia hiyo njoo umefuata umenikanyaga sana, but I know the sorrow you are feeling will lead you to repentance in Jesus name. And preferably to cause you to abandon some ways. Kwa salama? Bwana Yesu asifiwe. Wacha nisome the second solution. Nimewapa ya kwanza. Do not kill. Hii ya mwisho tutatumia dakika 5 nimalizie. Nasema hivi, Galatians chapter 5, Wagalatia 5:16. Wagalatia 5:16 mpaka 18. Biblia inasema hivi, I say to you then, walk in the spirit and you shall not fulfill the lusts of the flesh. For the flesh lusts against the spirit and spirit against the flesh. And these
are contrary to one another, so that you do not do the things you wish that you wish. But if you are led of the Spirit, you are not under the law. Then kuanzia 19 kwenda mpaka 21 inatuonyesha matunda ya mwili. Haleluya. Siri ya pili ambayo tunapewa katika Biblia ni ya kwamba kama tunataka overcome mwili, kutotembea katika mwili, tujifunze kutembea katika roho. Hallelujah. Walk in the Spirit and you shall not fulfill the desires of the flesh. Swali langu ni hili. How do you walk in the Spirit? Mshaiona zile baluni zinakuwa kubwa kubwa, watu wanaingia ndani. Sasa ziona. Kama naelezea mfano ambao unaeleweka. Baluni kubwa ambazo zinapulizwa, alafu unaingia ndani, inafunikwa, alafu unaanza kutembea ukiwa ndani. Okay? That is an illustration of someone walking inside. Walking inside. Anatembea ili hali ako ndani. So how do you do that in the Spirit? In the New Testament, how do you walk in the Spirit? Je, tutajuaje huyu jamaa anatembea katika roho na huyu jamaa anatembea katika mwili? Tukikuangalia tutajuaje? Sisi zote tunatembea kawaida. The Bible uses the word walk in so many places, but it doesn't necessarily mean physical walking. It means your conduct, your speech. Paul told Timothy, be an example to the believer in your word, in your speech, in your lifestyle. All that you do, wacha watu waone huyu anatembea na roho na huyu ako katika mwili. Bwana Yesu asifiwe. Ukiona ndugu ambao wamezoea kufanya kitu inaitwa flirting. Unaijua flirting? Usichanganye na flirting, these are different words. Unaongea juu ya flirting. Anaangalia dada tu anamwambia kuna vile. That language clearly tells us you are not walking in the Spirit. Unamweka juu. Hata umwambie chochote, kanywele kuna vile, hiyo weekend umekaa. Inaonekana watu wa kweli mlizaliwa. Na vile Mungu hiyo shit, na vile tu inakaa. That is flirting. And as you continue doing so, you're walking in the flesh. Hatutahitaji tukuje tukuone unatembea. Unajua watu wanafikiria tukitembea na roho ni kwenda kuongea na roho, na lugha. That is not walking in the Spirit. Nikwambia ukweli wa mambo, mimi nimeona na someone made a joke this week akasema, don't speak in tongues and you insult people in English. Umeiona unajifanya na wewe umejaa. Why? Tumejua kuna watu wengi sana wanaongea na hizo lugha and they tend to think that speaking in tongues is walking in the Spirit. No! Kuna wengi wanaongea na lugha. Lugha ni kipawa, it's a gift. You didn't merit. Hukufaa kukipata. Mungu alikupatia bure. Na anaweza kupatia ukiwa mtoto au akupatia ukiwa mtu mzima. Haleluya. Na ukipewa ukiwa mtoto utakuwa ukifikiri umekomaa. Na juu umekomaa sasa unafikiri mambo yako yako sawa and you are walking in the Spirit. No. Walking in the word walk means conduct. Haleluya. Watu wakikuangalia tu hivi wanajua huyu jamaa anatembea katika roho. Haven't you heard Paul also saying that is there pure things, are there good things, are there precious things? Think about them. Walking in the Spirit means be careful what you are thinking. Na hapa nimewakamata wengi. Juu hatujui, hatuwezi funguliwa mawazo yako kujua unafikiria nini. Walking in the Spirit unaweza kuwa unakaa hapa, unatuongoza katika sifa. Ili hali unasema huyu jamaa anamchukia. Hii ni kichwa ngumu. Haleluya. Hiyo ni mawazo. Kichwa inasema hivyo, mawazo inasema hivyo. Kwa moyo unatuonyesha unaongoza sifa. I'm not trying to suggest that so Charles does. Bwana Yesu asifiwe. Blessed be the name of the Lord. Walking in the Spirit means you guard your heart. There are things you cannot allow to your heart. Hatred is one of them. Malice, kuonea wengine wivu. You cannot allow those things. Walking in the Spirit means you can conduct yourself in a way. Hata ukiongea watu wanasema huyu mtu amekomaa anaongea. Lakini mtu ambaye hajakomaa, mpe microphone aongee, atatukana watu. Bure tu. Anatukana watu. Na wengine wanajiona. Ukisikia mtu anaanza kuongea hivyo, mwambie rudi kwako nyumbani, suluhisha shida za kwako. Ukikomaa njoo hapo uongee na watu. Hallelujah. Blessed be the name of the Lord. Will you walk in the Spirit?
The psalmist said, may the meditation of my heart and the words of my mouth bring glory to your name. May they correlate. Yani vile ninavyosema kwa mdomo na vile moyo wangu ulivyo zikae ziko sawa sawa. Haleluya. Si unajua kuna watu ziko hivi. Vile ninavyoongea anasema nakupenda. Vile kichwa kinavyofikiria anasema nakuchukia. Haleluya. May the meditation of my heart and the words of my mouth, both of them, vile ninavyofikiria katika moyo na vile ninavyonena, zote ziko sababu na zinaleta sifa kwake Bwana. Haleluya. Haleluya. Hata kama umenichukia siku ya leo, sitakuwa hivyo siku zote, na sio mimi, Roho wa Mungu. Bwana Yesu asifiwe. But I have presented to you the truth of the word of God, that we must mortify the flesh. We must walk in the Spirit. Walking in the Spirit, not speaking in tongues. Those are two different things. I know how to speak in tongues. And Paul said, if I was to be measured in speaking in tongues, I can do better than all of you. Imagine jamaa anasema tongues zote zetu combined haziwezi fika level yangu ya tongues. But one thing I do, I forget the past. Anasema hizo ni bure. If there is something I will teach you which is more prominent, is love. If you love someone, I tell you the truth, there will be no hatred inside your heart concerning them. If there are things which are pure, think about those things. Mbona kila wakati ukifikiria tukiongea kweli unafikiria tu hivi? Unasema huyo bosi wangu auliwe. Hiyo kazi aikose. Huyu jamaa anaenda interview asifanikiwe. Na hii biashara mtu fulani anayekupita na mimi ianguke. That's what your heart is saying. Let me ask you, would they be wrong if they thought the same thing about you? Ikuwe tit for tat. Wewe unawaza mabaya, will they be wrong kwa kuwaza mabaya? Iwe tit for tat. Ndio Yesu anatuambia. The New Testament, and the level is very high. Let me say this in conclusion. The gauge is so high in the New Testament. In the Old Testament, there was nothing like what you are thinking and intending. No. In the Old Testament is what you have done. Ukiwa mtu unauliwa hapo. Ukikata unakata. Ukitoa jicho unatolewa jicho. That was the Old Testament. New Testament, Yesu akasema, your righteousness must surpass the righteousness of the Pharisees. Alimaanisha nini? Akasema, in the Old Testament, mlikuwa mmeambiwa mtu akilala na mtu mwingine, lady who is not their wife, that is adultery. In the New Testament, I'm giving you a new decree. We must take the level higher. If you look at a woman lustfully, what? Yani kuangalia tu. In the Old Testament ilikuwa kufanya. New Testament ni kuangalia. Yesu anamaanisha unaweza nidanganya katika mwili, ukuwe hufanyi chochote physically. Lakini macho yako na moyo wako unapanda juu ya nyumba, unakaa kwa balcony, unachungulia kwa neighbor bathroom, unaangalia neighbor atakuja kuoga nini. That is what your heart is. And this is what Jesus is condemning in the New Testament. Nobody will see. Hallelujah. Leo nimeingilia watu. Hata mimi mwenyewe ninasikia hivi. Hallelujah. Imagine nasikia kuna watu wanasikia leo umekuja pande yangu sana. Naomba katika jina la Yesu Kristo, we run away from this trap called the flesh. Ni rahisi sana mtu kuongoza sifa hapa au kanisa hapa akiwa ndani ya mwili. Ni rahisi, hatutajua. We'll be dancing thinking, wow, leo tumedance, tumeruka. Ili hali bila kuongoza hapa, kuna kitu anatafuta. Kuna ka girlfriend alinivite kwa church, anataka kuja kaona venye huwa anapigiza mambo hapa, anapigiza. Sisi tutajua, tutakuwa tumeona tumeabudu leo, jamaa anajitoa. Tunasema huyu amefunga wiki mzima ameabudu Mungu. Ako na motivu zingine. Blessed be the name of the Lord. Naomba tusimame katika jina la Yesu Kristo. Sio mimi. In your own time, please go read Romans chapter 8. Ukiweza kuanzia 1 mpaka 15. In your own time, read Romans chapter 8. You will see how Paul is so tough on the flesh. He uses words like, for those who live according to the flesh set their minds on earthly things, on things of the flesh, but those who live according to the Spirit, the things of the Spirit. To be carnally minded is death, to be spiritually minded is peace. He goes on to say, if God who raised Jesus from the dead, if we have the same Spirit which was in Christ, the same Spirit will also quicken us.
mortal bodies. Bwana Yesu asifiwe. Hallelujah. Tumebarikiwa. Leo naomba kila mtu apige hatua. All of us must make a decision. If it means stop watching some things, please stop watching. If it means stopping dressing in some way, please stop dressing in some way. As your word says today, we choose to walk in the Spirit, and in so doing, we shall not please the flesh. We thank you, Heavenly Father. We bless you today and we give you glory. In Jesus' name we pray. Amen.